Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kikao chetu ni kikao cha kawaida cha kufanya tathmini ya utekelezaji wa afua zinazohusiana na masuala ya lishe katika mkoa, na tathmini ya leo kwa sababu tumemaliza mwaka uliokamilika wa fedha 25-26, kwa tutafanya tathmini ya kujipima kwamba tumefanikisha malengo yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kwa kipindi hicho kwa kiwango gani, na kuna viashiria mbalimbali ambavyo tunatumia kujipima kama ambavyo vinaonekana katika kadi alama ambazo ziko katika halmashauri zote, na tutaiona hiyo kadi alama ya mkoa iko vipi. Tunatekeleza kikao hiki ikiwa ni sehemu ya mkataba ambao ulisainiwa kati ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 30 Oktoba 2022. Kwa hiyo mwaka wa fedha 25-26 ni kama mwaka wa 4 wa utekelezaji wa huo mkataba. Kwa hiyo kiufupi tutafanya hiyo tathmini na tutaona malengo tulioweka na jinsi tulivyoweza kuyatekeleza. Kwa ufupi hilo ndio lengo la kikao chetu cha leo, na baada ya hapa tutakuwa na tathmini ya kitaifa. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba pia nitambue meza kuu, viongozi wote mliopo na wajumbe wote. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, swala la lishe ni mtambuka na hivyo linahitaji msukumo na uwajibikaji wa pamoja wa sekta zote: sekta ya elimu, maji, afya, maendeleo ya jamii, viwanda, biashara na kilimo. Wote ni wadau katika sekta ya lishe pamoja na wadau wa maendeleo wengine. Aidha, sote tunafahamu kuwa lishe duni husababishwa na sababu mbalimbali kama vile ulaji mdogo au usio na virutubishi vya kutosha, magonjwa ya mara kwa mara kama kuhara na malaria, na huduma duni za afya na maji safi. Vile vile umaskini, upatikanaji mdogo wa chakula, ukosefu wa elimu ya lishe pamoja na mila na desturi zisizofaa huathiri kwa kiwango kikubwa afya na lishe ya watu, na hasa watoto wadogo na akina mama ambao ni wajawazito. Hivyo uwajibikaji wa pamoja wa sekta zote na wadau wa maendeleo ni muhimu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoe wito kwetu sote kushiriki kikamilifu kutekeleza mpango mkakati wa lishe wa mwaka 2026-27 na ambao unaenda mpaka 30-31, ambao sote tumeshiriki kuandaa na kupitisha katika kikao chetu cha tathmini kilichofanyika tarehe 28 Januari 2026. Nafikiri wote tunakumbuka tulipitisha na ule mpango mkakati ukapitishwa, ukaridhiwa na ukatolewa vitabu ambavyo vilisambazwa kwetu. Mkakati huu ni wa miaka 5 na utekelezaji wake unaanza Julai 2026. Hivyo natoa rai kwetu na kwenu tukautekeleze mpango huo kwa wivu mkubwa ili tuweze kuipatia jamii yetu huduma stahiki. Kwa kama wadau wote tuna haki na wajibu wa kupitia ule mkakati ambao wenyewe tuliupitisha. Vile vitabu vilisambazwa kwa wingi nakumbuka, na nikiamini wadau wengi tunavyo. Kwa hiyo ni vyema tukapitia ili tunapotekeleza basi tunarejea ule mkakati wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nimalizie kwa kuwakaribisha nyote kwenye kikao hiki muhimu cha kujipima ni wapi tumetoka na wapi tunaelekea katika utekelezaji wa viashiria vya mkataba wa lishe katika mkoa wa Iringa. Ikumbuke kuwa mkataba huu ni na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulisainiwa tarehe 30 Oktoba 2022 na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote Tanzania bara. Hivyo sisi kama watendaji hatuna budi kuhakikisha mkataba huu unatekelezwa ipasavyo katika ngazi zote. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nikukaribishe kwa ajili ya kutufungulia kikao chetu. Karibu sana. Ndugu Katibu Tawala wa mkoa wetu wa Iringa, Madam Kalasa, Mheshimiwa Wakuu wa wilaya ya Kilolo, Mufindi na Iringa, makatibu tawala wasaidizi wa sekretariati yetu mkoa mlioko hapa, Mheshimiwa Mstahiki Meya pamoja na wenyeviti wote wa halmashauri za mkoa wetu wa Iringa, wakurugenzi watendaji wa halmashauri ya Kilolo, Mufindi, Iringa DC na Mafinga TC, wakuu wa vitengo sekretariati ya mkoa, waganga wakuu wa halmashauri, maafisa mipango, waweka hazina wa halmashauri zetu pamoja na maafisa lishe wa halmashauri zote, viongozi wa dini ambao mmepata nafasi ya kuwa sehemu ya kikao hiki cha leo, mwakilishi wa kimila wa wazee na wazee maarufu wa mji wetu, wadau wa maendeleo kutoka Sanku Tanzania, Tahea, Harvest Plus na chama cha wasindikaji wa nafaka mkoa wetu wa Iringa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa uzima, afya na uwezo wa kutuwezesha kushiriki katika kikao hiki muhimu
ambacho dhamira yake ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya wajibu wetu wa msingi ambao unalenga kuimarisha misingi ya lishe bora ndani ya jamii yetu. Pamoja na hayo, na washukuru kwa kufika kwenu na niwakaribisha katika kikao hiki muhimu cha mwaka cha Julai 25 na mpaka Juni 26 cha tathmini ya utekelezaji wa mkataba wa lishe katika mkoa wetu wa Iringa. Ndugu washiriki, serikali inatambua kuwa bado zipo changamoto nyingi katika kukabiliana na utapiamlo hapa nchini, hususan udumavu. Pengine changamoto kubwa kuliko yote ni ile ya kuongeza uelewa wa masuala ya lishe katika jamii kuanzia ngazi ya familia hadi kwa watendaji na viongozi serikalini. Ndugu washiriki, serikali ya kutambua umuhimu huo na ili kutoa msukumo zaidi wa kuimarisha utekelezaji wa afua za lishe nchini, mnamo tarehe 30 Oktoba 2022, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisainisha mkataba wa utekelezaji wa afua za lishe kati yake na waheshimiwa wakuu wa mikoa wote Tanzania bara. Hii yote ni kuonesha namna gani swala la lishe ni muhimu katika maendeleo na uchumi wa nchi yetu kwa ujumla. Ndugu washiriki, mtakumbuka pia waheshimiwa wakuu wa mikoa tulisaini mikataba hiyo na waheshimiwa wakuu wa wilaya, ambao katika mkoa wetu mkataba huo ulisainiwa tarehe 24 Oktoba 2022. Kisha waheshimiwa wakuu wa wilaya nao walisaini mikataba hiyo na wakurugenzi, na aidha wakurugenzi walisaini na watendaji wa kata na watendaji wa vijiji, ili kuhakikisha msukumo wa pamoja unafanyika katika kusimamia swala hili. Ndugu washiriki, suala la tathmini ya lishe ni jambo ambalo limekuwa tukilifanya mara kwa mara kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, wilaya hadi ngazi ya kijiji. Lengo ni kuhakikisha kuwa viashiria vyote vinavyopimwa vinatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Hali ya utekelezaji ni nzuri kwa asilimia, kwani viashiria vyote 13 vya mkataba wa lishe vimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa katika ngazi zote. Hali hii inachagizwa kwa kiasi kikubwa na usimamizi mzuri pamoja na uwajibikaji wa kila mmoja wetu, na hivyo ni wapongezeni wote kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Ndugu washiriki, taarifa ya Julai 25 hadi Juni 26 inaonyesha kuwepo kwa utekelezaji unaoridhisha wa viashiria vyote vya mkataba wa lishe. Wastani wa utekelezaji wa viashiria vyote ni zaidi ya 90%. Kwa muda mrefu kumekuwa na changamoto kubwa ya utekelezaji wa kiashiria cha matumizi ya fedha. Hata hivyo, katika mwaka wa fedha wa 25/26 halmashauri zote zimekuwa na utekelezaji unaoridhisha ambao umechagizwa na uwajibikaji mzuri wa kila mmoja wetu. Hivyo nichukue nafasi hii kuwapongeza wakurugenzi wa halmashauri zote na timu zenu kwa kuhakikisha viashiria vyote vya mkataba wa lishe vimetekelezwa kwa ufanisi. Hongereni sana kwa kazi kubwa na nzuri. Ndugu washiriki, nimejulishwa kuwa jumla ya shilingi milioni 778,794,605 zimetengwa kupitia halmashauri kwa ajili ya utekelezaji wa afua za lishe katika mwaka wa fedha wa 26/27. Hivyo halmashauri zote zihakikishe zinatoa fedha kwa kutumia utekelezaji na kutekeleza shughuli zilizopangwa ifikapo Juni 27 ili kufanya mkoa uweze kufikia malengo yake ya kutekeleza mkataba kwa ufanisi na kuboresha lishe ya wananchi kama tulivyopanga katika mpango wetu. Ndugu washiriki, naelekeza wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha yafuatayo yanatekelezwa katika kuhakikisha malengo yetu ya kupambana na udumavu na kuimarisha lishe katika mkoa wetu yanatimia. Naelekeza wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha yafuatayo yanatekelezwa. Jambo la kwanza, fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za lishe zitolewe kwa wakati na malipo yafanyike kwa kutumia vifungu sahihi. Wakaguzi wa ndani wa halmashauri ninawaelekeza kufanya ukaguzi wa fedha hizo na kutoa taarifa katika ngazi ya mkoa kila baada ya miezi mitatu ili kuonyesha utekelezaji wa maelekezo haya. Pili, idara ya manunuzi katika ngazi za halmashauri zifanye marejesho ya manunuzi ya bidhaa zilizonunuliwa kwenye mfumo wa MUSE ili fedha za manunuzi zisome katika mfumo wa IMS, kwani zipo taarifa kwa baadhi ya fedha zilizonunua bidhaa hususan mafuta ya magari hazisomi kwenye mfumo na hivyo kuathiri matokeo ya utekelezaji wa mkataba wa lishe katika mkoa wetu. Lakini jambo lingine ambalo nalielekeza kwa wakurugenzi wetu, idara za mipango za halmashauri zihakikishe zinasimamia matumizi sahihi ya lengo Y ili kuondokana na hoja za kikaguzi, kutoruhusu shughuli zisizo za lishe kupangwa kupitia lengo Y wakati maandalizi ya mipango na bajeti na wakati wa uhamisho wa fedha unafanyika kwa pamoja kwa maana ya reconciliation. Lakini jambo la 4, idara ya kilimo, mifugo na uvuvi zihakikishe zinaongeza upatikanaji wa vyakula mchanganyiko katika kaya na shule ili jamii ipate lishe bora katika maeneo yao. Lakini jambo lingine, idara ya biashara, viwanda na uwekezaji pamoja na afya zihakikishe zinaweka mazingira wezeshi ili kuongeza upatikanaji wa vyakula vilivyoongezewa virutubishi kutoka viwandani. Eneo lingine, idara ya elimu msingi na sekondari zihakikishe zinasimamia ipasavyo afua za lishe shuleni, hususan program ya chakula shuleni na ujifunzaji wa awali kwa watoto wadogo. Pia kuhakikisha vyakula vyote vinavyotumika shuleni viwe ni vile vilivyoongezewa virutubishi kwa mujibu wa mwongozo wa urutubishaji nchini na mwongozo wa chakula na lishe mashuleni. Maelekezo mengine ni wadau kwa kushirikiana na halmashauri kuendelea kutoa elimu ya ulishaji sahihi wa watoto wachanga na wadogo pamoja na elimu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika jamii na vituo vya kutolea huduma za afya katika halmashauri zote.
Lakini jambo la mwisho, kufanya uchunguzi wa hali ya lishe kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 5 kwa mujibu wa taratibu zilizopo na kuwapa huduma stahiki wale wote watakaobainika kuwa na changamoto za lishe ili waweze kuhudumiwa kwa wakati na kutolewa kwenye kundi hilo la wahanga. Ndugu washiriki, naomba nimalizie kwa kutoa rai kwa wajumbe kutumia fursa hii vizuri ya kikao hiki ili kuweza kufanya tathmini yenye kina na yenye kutoa mwelekeo bora wa swala la lishe katika mkoa wetu. Tusikilize vizuri taarifa zitakazowasilishwa ili kupata mwanga kuhusu kile kinachoelezwa na kupendekezwa. Tujue vema msingi, mantiki, maudhui yake ili hatimaye kwa nafasi zetu tusaidie katika kufanikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa kimkoa na kitaifa. Baada ya kusema hayo yote, sasa naomba nitamke kwamba kikao hiki kimefunguliwa. Asanteni sana. Taarifa hizi zinakusanywa kutoka ngazi ya jamii kwa maana ya vijiji na kata na vituo vya kutolea huduma za afya, na zinaingizwa kwenye mfumo wa taarifa, lakini kwa taarifa zile za fedha tunapata kwenye mfumo wa PlanRep, lakini na mfumo wa matumizi MUSE. Baada ya kuchakatwa, taarifa hizi sasa ndio tunakuja kutuletea hii kadi ya alama ambayo tunaipitia, na kama inavyoonyesha tuna viashiria 13 katika mwaka huu wa fedha 2025/26. Kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyosema, tunawapongeza sana halmashauri zote, viashiria vyote tumeweza kutekeleza kwa utekelezaji unaoridhisha. Tumekuwa na changamoto ya muda mrefu kwenye upande wa matumizi ya fedha, lakini kwa mwaka huu tumeona jitihada ambazo halmashauri zimefanya, lakini pia wasimamizi, wakuu wetu wa wilaya, wenye viti wa halmashauri na wote tumehakikisha kwamba utekelezaji umekuwa kwa asilimia huo ambao unaonekana. Katika kipindi hicho cha mwaka 2025/26 tumeweza kufanya uchunguzi wa hali ya lishe na tumebaini watoto 202 wenye utapiamlo mkali kwa mchanganuo kama inavyoonekana kwa kila halmashauri, na kati ya hao 202 wote waliweza kupatiwa matibabu, na watoto 94.1% ya watoto waliweza kupona na 12% waliweza kufariki. Katika hili ziko sababu nyingi, nadhani kwa kuwa leo tupo wote tutaweza kupata sababu vizuri. Kiashiria kingine ni cha utoaji wa chakula shuleni. Kama inavyoonekana kwenye idadi ya shule, ukiangalia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni shule zote zinatoa angalau mlo mmoja shuleni, lakini kwa idadi ya wanafunzi kama mkoa tuna 93.7% ya wanafunzi ambao wanapata chakula shuleni. Na kiashiria cha kutenga na kutumia fedha kama inavyoonekana, Mafinga TC ameongoza kwa 98.97%, Iringa MC 97%, Iringa DC 95%, Kilolo 87% na Mufindi 81%. Lakini katika hili takumbuka mwaka uliopita wenzetu Kilolo walikuwa na kiwango cha chini sana cha utekelezaji, lakini pia walitenga fedha kiasi kidogo. Kwa mwaka huu wa fedha wameweza kutenga kiasi kikubwa cha fedha, lakini wamejitahidi pia kutoa hizo fedha. Na baada ya kuangalia kwa undani tukagundua kwamba Kilolo kuna kitu pia cha ziada walifanya, kwamba wametenga fedha kwenye ngazi ya jamii kwa maana ya kata kwa kupitia chanzo cha fedha kinaitwa Community Fund I think. Na zile fedha ndio zile ambazo zinasaidia kata kutekeleza shughuli za maadhimisho ya afya na lishe kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza sisi wengine kwa kuangalia kwamba ili tuweze kufanikiwa zaidi ni vema tukatelemsha sasa fedha kwenye ngazi husika za jamii ili tuweze kufanya vizuri zaidi na kuwapa morali wale wanaotekeleza. Japo najua kwa halmashauri nyingine wanatenga ngazi ya halmashauri, lakini utekelezaji unafika mpaka kule chini. Fedha hapa tumejaribu kuangalia sasa kwa fedha inayotumika kwa mtoto. Tukumbuke kwamba tunapimwa kwamba katika fedha tuliotenga inatumika shilingi ngapi kwa mtoto. Tunachukua idadi ya watoto wote, idadi ya fedha yote iliyotumika kwenye halmashauri,
inagawanywa kwa idadi ya watoto wote wenye umri chini ya miaka 5 kwa halmashauri. Kwa miaka hii mitatu mfululizo 23, 24, 24, 25, 25, 26 tunaona hapo kwa kila halmashauri wako ambao walianza juu wanapungua, lakini wapo ambao walianza chini wanaendelea kupanda. Na kwa ujumla kama mkoa tulianza kutenga 2721 tukaja 3600 na mwaka huu tumeshuka kidogo, tuna 3300 kwa mtoto. Kwa mwaka 26-27 ambao tumeuanza kama tunavyoona, pia upangaji umeendelea kwa kila halmashauri, na ukiangalia kwenye hiyo graph ambaye ameongoza kupanga kiasi kikubwa kwa mtoto ni Iringa Manispaa, amepanga 5500, anafuatiwa Mafinga 5300, Kilolo 5100, Mufindi 4400 na Iringa DC 1700. Na kufanya kama mkoa tumetenga shilingi 4123 kwa mtoto. Kwa kama itatumika ipasavyo, manake tumeongeza pia rasilimali kwenye kutekeleza hayo majukumu kule kwenye jamii, na tunaamini tutaweza kutatua zile changamoto ambazo ziko kwenye maeneo yetu. Mwelekeo wa upangaji wa bajeti ni kama inavyoonekana hapo, kama ilivyo tunaona kwa miaka hiyo mitatu kwa kila halmashauri. Hiyo mistari kwenye grafu, mstari wa blue ni Iringa DC, tunaona yeye ame-maintain hapo katikati ya 1000 na 2000. Mstari wa huo wa orange ni Iringa MC, yuko pale juu, yeye bado yuko ana maintain kule juu japo anaendelea kupanda. Lakini tuna Mafinga na yeye alianza 3000 na kidogo, sasa hivi amefika 5000 kama tulivyoona. Kwa kuna ongezeko la asilimia kubwa tu. Kwa ujumla wastani wa mkoa umeongezeka kwa asilimia 34.8 katika upangaji wa fedha za lishe. Pamoja na hayo bado tuna changamoto. Tumeona bado kuna baadhi ya watoto hawapati chakula shuleni, na kwa wenzetu wa masuala ya ukatili tunasema hilo bado ni ukatili kwa watoto. Watoto wanapokuwa shule wanaangalia wenzao wanakula, wengine hawali kutokana na wazazi wao labda kushindwa kuchangia. Kwa hiyo bado ni changamoto, tunaendelea kulifanyia kazi kwa kushirikiana na wenzetu ambao wako kwenye maeneo husika. Lakini bado tuna mwitikio mdogo wa wananchi katika kushiriki maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya kijiji. Jukwaa la maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya kijiji kwa sasa ndio jukwaa muhimu ambalo tunategemea wananchi wote wa eneo husika hiyo siku wakusanyike, wapate elimu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya lishe, ikiwemo elimu ya nadharia na elimu ya vitendo. Kwa hiyo bado ushiriki ni mdogo, hasa maeneo ya mjini. Ni changamoto sana. Niliwahi shiriki hapo Makorongoni, yani unakuta watendaji wanapata changamoto sana kuwakusanya wananchi. Kwa nadhani labda kwa maeneo ya mjini sasa tufikirie ni modality zipi zitaweza kuwasaidia watu kuweza kukusanyika na kupata hiyo elimu ambayo wanatakiwa wapate. Lakini kwenye swala la unywaji wa pombe au ulanzi kupita kiasi kwa baadhi ya familia imekuwa nao ni changamoto. Ukiangalia kwenye vile vifo ambavyo tumevipata vya utapiamlo mkali, baada ya kuuliza baadhi ya unakuta sababu mojawapo unaambiwa mama ana watoto 4 wenye umri chini ya miaka 5, lakini pia mama ni mlevi kupita kiasi. Kwa unakuta watoto wanaishia kupata utapiamlo na mwisho wa siku wanachelewa kufika kwenye matibabu na tunapata hivyo vifo ambavyo vinapatikana. Kwa hiyo sio kwa kiasi kikubwa, lakini kwa wale ambao bado wana hiyo hali ni changamoto bado. Mikakati ni kuendelea kuhamasisha wazazi juu ya umuhimu wa watoto wao kupata chakula shuleni ili waweze kutimiza wajibu wao wa kuchangia chakula. Kuendelea kuhamasisha shule zenye maeneo kulima mazao lishe. Tunapata mlo angalau mmoja, lakini tukiangalia shule nyingi mlo ambao tunapata ni zile kande na saa nyingine hazina maharage. Kwa hiyo kwa kuwa tuna wadau ambao wanatusaidia kupata sasa hivi maharage lishe, at least basi zile shule ambazo zina maeneo waweze kupata mbegu na waweze kulima, watoto wapate angalau kande zenye maharage lishe. Wakilima na mboga mboga na matunda watakuwa angalau wamepata mlo ambao unakidhi. Kuendelea kufanya usimamizi shirikishi katika shule na kuzijengea uwezo kamati za chakula shuleni ili chakula kinacholiwa shuleni kiwe ni kile ambacho kina virutubishi vya kutosha. Kuendelea kuelimisha jamii juu ya madhara yatokanayo na lishe duni, matunzo hafifu ya watoto,
wanawake wajawazito na wanaonyonyesha na vijana balee. Lakini pia kwa kushirikiana na halmashauri kuendelea kusimamia na kuhamasisha jamii kuwa na vituo vya kijamii vya kulelea watoto mchana ili watoto wapate malezi sahihi na lishe bora pindi wazazi wanapokuwa katika shughuli za utafutaji. Tumeona changamoto kubwa kwetu sisi, watoto wanakosa matunzo na malezi sahihi kwa sababu nature ya watu wetu au sisi Wanairinga, kazi yetu kubwa ni uzalishaji, biashara. Kwa hiyo muda ule ambao wazazi wanakuwa kwenye majukumu hayo, basi kukiwa na hivyo vituo vya kijamii na ambavyo vimewezesha wakatoa huduma sahihi, tunaamini watoto wao wakipelekwa kwenye hivyo vituo watapata matunzo na malezi stahiki. Asanteni, naomba kuwasilisha. Imekuwa ni siku njema ambayo tumepata nafasi ya kupokea taarifa ya jumla ya hali ya utekelezaji wa afua za lishe katika mkoa wetu wa Iringa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wananchi wa mkoa wa Iringa, lakini kipekee wasimamizi wa halmashauri zetu, wenyeviti wa halmashauri, wakurugenzi, maafisa lishe, maafisa mipango na DMOs wetu kwa kazi kubwa na nzuri. Hongereni sana 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 sana. Ukiangalia katika chati ya utekelezaji wa afua za lishe, hakuna njano, hakuna nyekundu. Ni ishara ya kwamba mkoa wa Iringa tumejitambua na tumefanya wajibu wetu kimsingi. Mapambano ya kuimarisha lishe ya jamii ni mapambano ya sisi wote, viongozi, watumishi na wananchi kwa ujumla. Na tunafanya hivyo kwa sababu taifa la watu wasiokuwa na lishe lina hatari nyingi sana, ikiwemo hatari ya kiusalama. Watu wasiokuwa na lishe hawawezi hata kujilinda wenyewe. Lakini jambo la pili, taifa ambalo watu wake hawana lishe ni hatari hata kwa uzalishaji mali. Watu wasiokuwa na lishe hawawezi kulima, hawawezi kufuga, hawawezi kufanya shughuli za kuingiza kipato. Lakini pia ni hatari pia katika future ya nchi. Kama watu hawana lishe, hata kuzaana kwao ni changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana swala la lishe, tulipe umuhimu sana. Lakini kama haitoshi, lishe pia inaimarisha uwezo wa kufikiri na kutenda. Kama watu lishe yao ni duni, uwezo wao wa kufikiri, uwezo wao wa kupanga unakuwa ni hafifu. Matokeo yake hata elimu na ufaulu wa watoto wetu unashuka. Kwa hiyo niwaombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, kupitia kikao hiki cha tathmini ya lishe kilichofanyika siku ya leo, tukayaona mafanikio makubwa tuliyoyapitia. Tuna jukumu ya kuyalinda, kuyaendeleza na kuhakikisha yanaleta tija zaidi. Yako baadhi ya mambo ambayo ningetamani tuendelee kuyasimamia vizuri. Jambo la kwanza ni kuhakikisha tunatumia neema ya chakula kilichomo ndani ya mkoa wetu kula kwa kufuata utaratibu wa kuimarisha lishe zetu. Tule chakula, mboga mboga ziwepo, tule chakula, matunda yawepo na maji ya kutosha. Na pale Mungu anapotubariki upatikanaji wa maziwa yaweze kupatikana ndani ya familia, kuimarisha afya za watoto wetu na afya zetu wenyewe. Lakini jambo la pili, tuhakikishe vyakula vinavyohitaji kuongezewa virutubisho, tuhakikishe tunavitumia kwa wingi zaidi ili kulinda kinga ya mwili na kuimarisha lishe ya mwili, ili uwezo wetu wa kufikiri na kutenda uzidi kuimarika. Lakini jambo la tatu ambalo nataka nilisisitize sana, tuhakikishe chakula shuleni kinapatikana. Mpango na programu ya chakula shuleni tunafanya vizuri sana. Hakuna shule hapa katika kila halmashauri, hakuna halmashauri ambayo iko chini ya 80%. Zote ni 80% and above. Sasa tuna jukumu la kuhakikisha 100% ya watoto wetu wanaosoma kwenye shule za msingi na sekondari katika mkoa wetu wa Iringa wote wanakula shuleni. Na hili linawezekana kwa sababu kamati zetu za chakula shuleni zinafanya vizuri, zimeendelea kuwa na ubunifu wa kuimarisha, lakini ni jukumu la wazazi kuhakikisha tunagharamia chakula cha watoto wetu kula shuleni ili tuhakikishe wanapata chakula bora na kwa wakati kila wanapokuwa shuleni. Kwa shule zenye maeneo, niwapongeze kule Kilolo, niwapongeze Iringa DC, niwapongeze na Mufindi. Kuna baadhi ya shule zina mashamba na mashamba yanatumika vizuri. Tuwapigie makofi mengi sana 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 sana. Tumeona mashamba ya mahindi kule, tumeona mashamba ya maharage kule yanafanyika, lakini pia tumeona bustani za mboga mboga. Kwa hapa manispaa maeneo mengi wanalima mboga mboga kwenye shule zetu. Na nimeona kuna shule moja imeanza mradi wa kufuga samaki. Ni katika mkakati wa kuendelea kuimarisha lishe katika mkoa wetu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, maeneo haya ambayo tumebarikiwa kwenye maeneo ya shule yana ukubwa wa kulima, tulime ili tuwe na ziada ya chakula kwa ajili ya watoto wetu. Mwisho kabisa, naendelea kusisitiza uwajibikaji wa kila mmoja wetu. Yule ambaye hatofanya wajibu wake katika kusimamia suala la lishe atawajibika tu. Hatuwezi kuwa na serikali ambayo inapanga, inaamua, inasimamia lakini hatuwajibishani. Kwa ni lazima wale ambao wataonekana ni kikwazo katika halmashauri, ni kikwazo katika idara, ni kikwazo katika sekta, mkurugenzi anaelekeza yeye atekelezi, vikao vinaelekeza yeye atekelezi, hawa watu wa namna hii rasmi ni lazima wachukuliwe hatua ili kulinda heshima ya mkoa wetu na malengo ya ustawi wa watu wetu. Baada ya maelezo haya sasa naomba nitamke kwamba kikao hiki cha tathmini ya lishe kwa ngazi ya mkoa kimehairishwa rasmi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.